Asifiwe sana watu wa Mungu. Sikiliza kwa umakini video hii. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza. Ninamshukuru kwa neema yake, ninamshukuru kwa upendo wake. Na leo ni siku ya Jumamosi, siku ambayo Mungu amenipa neema kutokea mbele za watu wa Mungu. Ikiwa tunapigana, ikiwa tunajaribu kwa ugumu, kwa wepesi kuliishi neno la Kristo, kulitafakari na kulitendea kazi, lakini pia na kwenda kuwaambia watu shuhuda zinazotokea maishani mwetu tunapolisikia neno na kuliishi kupitia nguvu ya Mungu na uponyaji wake. Kwa hiyo ikiwa ni huo mchakato na hayo mambo yanafanyika, tahadhari kwa watu wote wa Mungu munaosimamia makanisa, mliopewa kibali na Mungu kuwachunga watu wenye Roho Mtakatifu. Usifanye makosa haya kumpa mtu unayemfahamu, uliofunuliwa na Mungu kabisa na macho ya roho, kwamba huyu mtu sio sahihi kusimama mbele ya watu. Tunavyohubiri ama tunavyosema na watu wasiomjua Mungu, lengo na nia na kusudi la Mungu watu watoke kule. Kwenye Biblia inasema mtu akiokoka anakuwa kiumbe kipya. Tazama yale ya kale yamepita, yani yanakuwa yako nyuma, yameachwa. Maana tunaelekea kwenye uso mpya sasa, mambo mapya na mambo ya kishamba yote, kwa sababu yale ya kale yanakuwa ni ushamba, yani yashapitwa na wakati. Sasa tunavyoruhusu mtu ambaye bado ni mshamba, hajamjua Kristo, hana Kristo ndani yake, ni rahisi kuturudisha nyuma. Na ndio maana leo tunapiga kelele kwa habari ya manabii wa uongo. Maana yake hawa wapo kwa ajili ya matumbo yao, sawa, wanapata faida na watapata hasara ya nafsi zao, lakini hata sisi ambao tumemjua Mungu ni rahisi kutunajisi, ni rahisi kutuharibu akili na tukaanza kuishi mazingira ya kumwona Mungu kama dhaifu. Wengine elimu